Kwanza habari za mchana na karibuni sana hapa JNICC, kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere, katika mkutano wa msemaji mkuu wa serikali. Najua mara ya mwisho tumekutana takriban miezi miwili iliyopita, na baada ya hapo mpaka sasa, kwa sababu tulitoa nafasi ya kutosha kwa kampeni za uchaguzi kufanyika na hatimaye mchakato mzima wa uchaguzi ufanyike, ili watu wapate fursa ya kuwasikiliza wagombea. Mkuu wa serikali asije katikati na kuanza kuwachanganya. Kama tulifanya makusudi ili tutoe nafasi kwa Watanzania kusikiliza sera za wagombea mbalimbali ambao wanatafuta nafasi za uongozi. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumekutana hapa leo kwa ajili ya jambo moja ambalo nimeona nizungumze nanyi, ili kueleza baadhi ya mambo yaliyojitokeza kufuatia matukio ya uvunjifu wa amani ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na siku chache zilizofuata. Nyote mtakumbuka kuwa tarehe 29 mwezi Oktoba kulikuwa na uchaguzi mkuu wa bunge na madiwani, na Watanzania walijitokeza katika siku hii ili kutumia haki yao ya kikatiba ya kupiga kura na kuwachagua viongozi wanaowataka. Naomba kuchukua nafasi hii kuwapongeza Watanzania kwa kutumia haki hii pasavyo, na hatimaye wamempata Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wabunge, madiwani ambao wataongoza katika kipindi cha miaka. Halikadhalika nawapongeza kwa kujitokeza kwa wingi, ambapo katika safari hii maandalizi mazuri yaliyofanywa na Tume Huru ya Uchaguzi INEC kwa kuwezeshwa fedha kwa 100% kali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Watanzania wengi wamejitokeza kupiga kura. Nadhani namba mlitajiwa, lakini pia zoezi la upigaji wa kura lilikuwa rahisi sana. Tulikuwa na vituo vingi, haijapata kutokea, na watu walijitokeza kwenye vituo vyote ndani ya muda mfupi, wakawa wanaweza kupiga kuondoka, na hivyo zoezi letu likafanyika kwa mafanikio makubwa sana. Ndugu zangu waandishi wa habari, siku ya uchaguzi, yani tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka 2025 na siku chache zilizofuata, kulijitokeza vitendo vya uvunjifu wa amani ulioambatana na vurugu zilizokuwa zinafanywa na baadhi ya watu, na ambazo zililazimu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kukabiliana na vitendo hivyo. Kufuatia vurugu hizi, tumepata madhara yakiwemo vifo vya raia na askari, uharibifu mkubwa wa miundombinu ya umma na mali binafsi, kuharibu biashara za watu na wizi. Naomba kurudia kauli aliyoitoa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akizindua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pole nyingi kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na sote tuwaombee marehemu wapumzike mahali pema peponi. Amin. Kadhalika, naomba kuchukua nafasi kuwapa pole wote waliopata madhara yaliyotokana na vitendo vya vurugu, ikiwemo kuumia, kupoteza mali zao na biashara zao, kupoteza ajira na madhara ambayo siwezi kuyataja yote. Nawaombea Mwenyezi Mungu ayaponye maumivu yao, na inshallah awarejeshe tena walichokuwa wamekikusanya kwa jasho jingi na wakakipoteza, warejee wakiwa imara katika biashara zao na katika shughuli zao. Tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, baada ya kuapishwa, ameunda tume huru ya uchunguzi ambayo inaongozwa na Jaji Mkuu wa Tanzania mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, na itafanya kazi kwa miezi mitatu. Kwa hivyo ni muhimu kwa wakati huu tuwe na subira, ili yale yote ambayo yametajwa katika hadidu rejea za tume hii yakafanyiwe kazi, na baada ya hapo tutapewa ripoti, na baada ya ripoti kama nchi tutajua tuchukue hatua gani ili kudhibiti matukio haya yasijitokeze tena. Ndugu zangu waandishi wa habari, tunapoendelea kusubiri tume hii ikamilishe kazi yake, kumejitokeza wimbi kubwa la vyombo vya habari, hususan vyombo vya habari vya nje,
kuchapisha na kutangaza taarifa ambazo ni za upande mmoja, na wengine kufanya upotoshaji wa taarifa wenye mlengo wa kuchochea chuki kwa Watanzania dhidi ya serikali, kuwagombanisha Watanzania wenyewe kwa wenyewe kutokana na tofauti zao za kisiasa. Naomba kurudia, serikali ama viongozi wa serikali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inasikitika na imeumizwa sana na matukio yale na madhara yake. Madhara haya yametugusa sote, ama moja kwa moja ama kwa namna nyingine. Kuendelea matukio yale au kuchochea kwa kutangaza na kuchapisha maudhui yenye kuzua taharuki, kupotosha ama kutia hasira watu kwa namna ambayo vyombo vya habari vya nje ama wanaojiunga na harakati ama wenye maslahi ya kisiasa wanafanya, hakuna manufaa kwa taifa letu zaidi ya kuongeza maumivu katika vidonda vya Watanzania. Kutoka hayo, kwa niaba ya serikali naomba kueleza yafuatayo. La kwanza, naomba kutoa wito kwa vyombo vya habari vya nje kuzingatia maadili na misingi ya uandishi wa habari kwa kuchapisha habari zinazozingatia usawa, haki na uwajibikaji. Kuacha kuchapisha habari za upande mmoja zenye nia ovu kwa Watanzania na nchi yetu ya Tanzania. Serikali ipo tayari wakati wote kwa ushirikiano kwa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi pale watakapotaka taarifa. Naomba kusisitiza, sio haki na sio sawa kwa chombo cha habari kuchapisha taarifa za upande mmoja na kisha kutoa sababu kuwa maafisa wa serikali walipotafutwa hawakupatikana, kama ambavyo chombo cha habari cha CNN kimechapisha taarifa zake zilizojaa tuhuma dhidi ya serikali ya Tanzania pasipo kutoa nafasi ya serikali kujibu. Wanasheria wana kanuni, the principle of natural justice. Huwezi ukazungumzia jambo linalomtuhumu, linalomzungumzia mtu ama upande mmoja, halafu upande mwingine, mtu mwingine usimpe nafasi ya kujibu. That is unprofessional. Kitendo kilichofanywa na CNN pia kimefanywa na vyombo vya habari vingine. Natambua vyombo vya habari vingine vya kimataifa, BBC, Al Jazeera, Deutsche Welle wamefanya pia. Naomba kusisitiza, sio sawa na sio haki katika misingi ya uandishi wa habari. Huu ni ukiukwaji mkubwa na wa makusudi. Sisi wote ni waandishi wa habari, tunaifahamu misingi ya uandishi wa habari, adili ya uandishi wa habari. Lazima habari inayochapishwa iwe balanced. Kwa Kiswahili nasema iwekewe usawa. Sasa ndugu zangu, la tatu, kwa kuwa rais ameunda tume huru ya uchunguzi, ni muhimu vyombo vya habari vikajiepusha kuingilia uchunguzi na kama kuna chombo cha habari kina taarifa za uchunguzi kiliofanya, kiwasilishe katika tume ili taarifa hizo zizingatiwe katika ripoti pale tume itakapokamilisha kazi yake. La nne, kwa waandishi wa habari wenzangu wa Tanzania na wahariri wetu wa Tanzania, kwanza naomba kuwapongeza kwa dhati kwa kazi nzuri mnazofanya kwa weledi mkubwa, kwa umakini na kutanguliza maslahi ya taifa. Najua kuna magenge ya watu ambao wanashabikia sambaratike, yanawashambulia sana kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya nje. Najua, nataka kuwatia moyo na kuhakikishia mpo sahihi sana, na mmeona muhimu wa Tanzania kwanza na upekee wa nchi yetu. Sio lazima sisi waandishi wa habari wa Tanzania tuige mtindo wa kushambulia nchi yetu na kuiharibu.
Hiyo ndio Tanzania. Leo mtabezwa, lakini historia itaandika kuwa nchi iliwahi kupita katika mtikisiko na waandishi wetu wa Tanzania walisimamia maslahi ya taifa na nchi ikabaki salama. Tembeeni kifua mbele kwa hilo. Endeleeni na msimamo huo huo. Kwenye maslahi ya Tanzania, waandishi wa habari wa Tanzania hatuhitaji kusifiwa na mtu mwingine yeyote. Kwenye maslahi ya nchi yetu, waandishi wa habari tunahitaji kusifiwa na Watanzania. Na Watanzania wanataka amani. Watanzania wanataka nchi nzuri. Watanzania wanataka nchi inayokuwa. Watanzania wanataka nchi inayoshughulikia kero zao. Watanzania wanataka nchi inayowahudumia ipasavyo. Na waombeni ndugu zangu waandishi wa habari, msihofu na msishike na twashishi yoyote mnaposimamia maslahi ya taifa. Na labda niseme mnachokifanya ni uandishi wa habari wa uwajibikaji. Kwa Kiingereza wanasema responsible journalism. Kuna watu fulani nimeona siku 2-3 hizi kwenye mitandao wanataka kubeza uandishi wa habari wa Msigwa. Mimi ni mwandishi wa habari hasa, tena field journalist, niliyefanya kazi uwandani. Yaani ingekuwa ni vitani tukisema mimi ni field. Waandishi wa habari wa Kongo mnajua hapa. I know what I'm doing. Kwa hiyo nyinyi mnachokifanya ni uandishi wa habari wa uwajibikaji. Responsible journalism, which embarks in reporting news accurately, fair and accountable. Kwa usahihi, kwa usawa na uwajibikaji. Hiyo ndio responsible journalism. Na unapofanya hivyo ni lazima mambo muhimu yazingatie. Kwanza, verify your facts. Verify your facts. Huwezi mwandishi wa habari kwenye chombo cha habari chenye heshima unakwenda unaandika story, unasema nimezungumza na nesi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe. What is that? Is that journalism? Msemaji mkuu wa serikali yuko hapo, hujamuuliza. Na kutafuta nesi ambaye jina lake hataki litajwe, na msemaji mkuu wa serikali yupo, viongozi wa serikali wapo, serikali ipo. Avoid bias and conflict of interest and being transparent about your sources and mistakes. Lazima uwe mwazi. Uwezi ukasema kuna hili jambo limetokea, lipata wapi? Si lazima useme. Si ndio uandishi wa habari? Sasa unakwendaje kutengeneza paniki chombo cha habari chenye heshima? Umenukuu watu wasiojulikana mwanzo mpaka mwisho, hawafahamiki, wamehifadhiwa, wamefanyaje, alafu nataka tukuamini. Hiyo na maoni ya mtu binafsi kuna tofauti gani? Ndugu zangu, nimezungumza kwa utuo ili kuambia mnacho hii. Na mimi kazi yenu naiona, mnapotukosoa mnatukosoa, mnapoona pamekwenda sawa sawa mnaandika. Na mimi nataka niwaambie waandishi wa habari, msidhani hili jambo linafanywa kwa makusudi. Leo chukua vyombo vya habari vya Tanzania, tufanye magazeti. Chukua magazeti ya Tanzania, utasikia SGR kukamilika 2030. Bandari ya Salamu mambo super. Dodoma inajengwa. Wakulima wachekelea mbolea ya ruzuku. Sasa bima ya afya wakati umetimia. Kaangalie vyombo vya habari vya nchi jirani kwa. Fulani na fulani vita kali. Nchi hatarini kusambaratika. Vurugu sijui zimefanyika. Sasa how can you be proud of your country? Kwa kuchapisha maudhui kwenye vyombo vya habari ambayo kila siku yanachafua nchi yako, yanadhalilisha watu, ama kwa kutumia uandishi wa habari kimkakati kuchochea nchi bora,
maslahi ya watu, maisha bora, kuandika kuhusu kero za watu ili zishughulikiwe, kuandika habari za kuwajibisha serikali ichukue hatua kwa ajili ya maisha ya watu. Nataka kurudia, you guys are very light. Very light. Na mimi ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali. Nimepewa jukumu hili na Mheshimiwa Rais tukiongozwa na waziri wetu Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, tuhakikishe sekta ya habari inakuwa bora na waandishi wa habari wanafanya kazi vizuri na kwa uhuru. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, tutasimamia maslahi ya vyombo vya habari vya Tanzania. Tutahakikisha vyombo vya habari vya Tanzania vinafanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yeyote. Pale mtakapokwama tutashirikiana nanyi kuwakwamua. Na mimi niwaambie tu, tumeanza maandalizi ya kuanzisha mfuko wa wanahabari. Kama ambavyo wasanii wanapata mikopo kupitia kwenye mfuko wa utamaduni na sanaa, na sisi hapa tunafanya. Haitakuwa rushwa. Lazima waandishi wetu wa habari muwe imara. Hili ni jukumu letu sisi serikali, na tutalifanya, and be proud of us. La tano, kwa Watanzania wote.